So ngoja kidogo. So nimekuja hapa, nataka tuweze kuzungumzia, nataka dakika 10 tu zenu, tunaenda faster. So kitu ya kwanza ningetaka kusema, kuna wale watu ambao wamekuwa wakinitafuta. Hao watu wamenitafuta na wapea namba za agent na waconnect na agent vizuri, lakini wanafika kwa agent, wanafanya interview, wanapita, wanachukua nafasi ambayo ingechukuliwa na Mkenya mwenzake nyuma yake. Wamepita interview but hawajajipanga, hawana pesa, hawana nini. Hawa Wakenya wanakosea sana. Wakiulizwa nani wamewatuma, wanasema ni James. Mtu amefanya interview but amepata, but ikifika ni mambo zingine process, hana pesa, anasema sina do. But kwa hii page nimekuwa nikisema lazima uwe na commission, lazima uwe na do, na lazima uwe na nini, na passport, commission, medical. Hizo vitu zote ufanywe na passport, na hizo vitu zingine, kuna vitu zingine medical na nini ziko kando, medical kando na hizi kando. So in case uko na namba yangu, make sure before uniitishe namba ya agent uko na passport na good conduct mikononi, then uwe na commission mikononi, na ujue kuna charges zingine normal. Kupata kazi normal ya security, mtu normal inakuhitaji kutoka 180k to 200. Hapo hakuna shortcut. Na hiyo I hope nimemaliza. So kama uko hapo unachukua namba yangu but na connect kwa agent, unaenda unafanya interview but hakuna ile kujipanga, umejipanga, hiyo usiniitishe namba ya agent kama unajua una hizo vitu. Juu ni mimi mwenyewe anauliza, ulinitumia watu lakini wajajipanga. Mimi nakuja hapa kuwasaidia. Agent nimetengeneza jina yangu na yeye, but na wewe unakuja unanileta down. Nikikutuma kwa agent una fail. It's not fair. Wacha tuwe nini, hiyo nafasi ingechukuliwa na Mkenya mwenzako alikuwa nyuma yako, ambaye alikuwa na kila kitu, but wewe umeenda umefanya hivyo kimeumana. So kikaumana hivyo na ikawa ni bure. So hiyo si poa, hiyo si fair, sio fair. So hiyo tunafaa kuangalia. Then ningetaka tuangalie kitu ingine. Kazi zimekuwa zikileta noma kiasi za wasichana. So bado wasichana hakaivani faster. Wasichana, kitu ya kwanza, wasichana wengi hawataki kutoa pesa but wanauliza kazi. Kazi yenye unaweza pata bila pesa sana ni kazi ya nyumba. Na ile kazi nyingine unaweza pata, maybe uende kwa app kama kuna app inaitwa Indeed Job Search. Uorganize, uongee na wale watu, utume CV zako, wakikuchukua watakutumia kila kitu na utakuwa poa, uje kazi direct. But nayo si mchezo pia. You have to meet the qualifications. But watu wengi wanakataa kama mnashindwa na qualifications zingine na ni simple. Hizo pia mtawezana. Poa, but kama unajua maybe uko na qualification na maybe una do, hiyo uende kwa app direct, uweke vitu zako na CV na nini, then uangalie Kenya kitatokelezea, muone kama kutaumana. Kitu kingine ningetaka kusema ni kuhusu, kuna watu wamekuwa wakisema sijui Qatar sijui inafunga next month. Bado hakuna statement yenye gava ya Qatar imetoa official statement ya kusema kwamba kunafungwa. So hakuna kitu kama hiyo yenye gava imesema. So hiyo yote rumors. So ni bure tu. So kitu kingine ningetaka kusema, kuna hii page yangu ambayo ni ya Facebook, ambayo nitakuwa na advertise kazi zote zenye niko nazo. Hii page imekuwa ikirun for the last maybe 3 months. Is it 3 months? Yeah, kitu kama hiyo. Imekuwa ikirun for the last 3 months na iko fiti. So enda pale, twende kazi Gulf
Facebook page inajiita Twende Kazi Gulf. Utapata picha yangu mimi angalia mimi, utapata picha yangu pale, na itakuwa na post any job, any opportunity that comes on my way, itakuwa pale. So pale kwa DM pale. Kitu kingine ningetaka kusema ni kwamba wacheni tujaribu kujipanga kiasi. Tujipange kiasi na kutumia zile opportunities zenye tunapata on our way. So tujaribu the best that we can kutumia hizi Facebook page na nini. Enda kule, kama hakuna mwenye anajua kesho ndio naishi kusema. Yeah? Ni vizuri kusave, kujipanga kiasi kuhusu kesho na kujaribu kuwa nafaa. Kama leo niko security, kesho nataka nipande ngazi nyingine. So nitapanda vipi? Kuna resources zenye ziko hapa katikati zenye zinahitajika, kuna dough, kuna nini, yeah? Kuna experience, na hizo zote unazipata hapa Gulf. Maybe unataka kuruka kama nchi zingine, Dubai, Canada, hizo nchi zote maybe unataka kuruka. Lazima uwe careful on venye una spend pesa yako. Kama ni kusapotiana, make sure watu wenye wanamaanisha sana, the people who means a lot in your life, make sure you provide them with the basic need zenye zinahitajika. Usishinde kila pesa unapata, kila pesa unapata nyumbani. Hapana. Siku moja utajipata pale bila kwa kitu, utaitana. Yeah. Na ujue the moment uko huko, ujue uko kwa familia nyingine, ndio nimewaambia. Na ndio maana hukuja kushinda nikiwaambia mambo mazuri hapa, ili tuweze kusaidiana na mjue venye tunaenda. So nitakuwa nitaenda kuwatengenezea, nitakuwa nikitoka nje niwatengenezea ka video fulani nataka kuwaundia na huku kwa streets. At least muweze kujua venye kazi ziko huku, venye street ziko. So ngojeni ka kitu kazuri na wapangia in between this month. I think mambo inaendelea, but kwa wenye wanasema sijui inaisha December, hamna kitu inaisha, na kazi inaendelea kama kawa. Na wenye wanachukua opportunities na wataki ama wajajipanga, sipo. Unamfungia Mkenya mwenzako opportunity, yeah? Mtu alikuwa nyuma yako akaja akaanguka interview, maybe angechukuliwa kama haungekuwa juu. Maybe Mwarabu angekuwa na nafasi nyingine ya kumpea mtu mwingine kazi, so angechukua huyo. So it's not fair sometimes. If you're not ready to do something, to commit in something, wachia bro yako, wachia sister yako. Wasichana kazi zina delay kiasi, zinasumbua kiasi tu. But wasichana, I think chenye mnaweza fanya, kazi kupata imekuwa tricky kiasi, but ng'ang'aneni, bado kuna opportunities kidogo kidogo. But pia ni vizuri kama uko karibu na hizi wifi, jaribu upenye kwa hizo Indeed job search. Kuna ingine inaitwa Kitaras Global, na kama Indeed job search sana sana ina apply wewe ukiwa Gulf, umu-apply ya mtu wako home. But mtu mwenye ako Kenya hawezi apply on his or her behalf direct. So maybe wewe mwenyewe uproceed, umfanyie documentation, then akipita interview, then make sure ume-explain kila kitu venye unataka nini. Then maybe yule mtu anaweza letwa direct, atasimamiwa anything yenye anahitaji. So kwa wale mmesubscribe kwa hii channel, wanaume niko na kitu nataka kuwaambia. Kuna kazi interview ya kesho ambayo ni kazi ya security. Sikuweza kumake hii video on time. Kuna security nalipa 1300 Qatar Riyal. Hizo ni 39, but kumbuka, the more overtime you do or you work,
the higher your salary is. So usione zile pesa kama ni kidogo. Ukija huku, kumbuka kampuni mingi zinapeana kutoka masaa 12 na mshahara ni very high. So wewe kuja, kesi baadaye utaweza kupata mambo mazuri. Siangalia sijui 1300 nini. Si 1300 ni ile pesa 8 hours for 26 days. But ukifanya for 30 days 8 hours inapanda inakuwa 45. Ukiendelea ufanye 12 hours for 26 days inapanda inakuwa 50. Unaenda hivi ikipanda na mambo inakuwa fiti. So mimi najaribu ku explainia. So kama hauna passport, hauna good conduct, hauna nini, usishinde ukienda kwa agent. Pia kuna kazi ya driver. Hii kazi ya driver unachaguliwa direct. So hii kazi I think chenye inahitaji tu ni experience na kuonyesha uko na DL. Maybe unaka experience ka kuendesha gari. DL ndio ya maana, ni ya wanaume pia. So kazi za wanaume ziko, za wasichana zinadili kiasi. Kwa sababu wasichana wenye wanahitajika ni kidogo, but wanaume ni wengi. Kazi ni kidogo za wasichana ni wengi. So unaona, wenye wanachukuliwa ni wachache. Pia wengine wachukui ile opportunity the same, they are not serious. So ikipatikana wanasema huko ni mbali, siendi interview. Wasichana, unajua kuna wasichana wengi wanaamini kwamba mimi hata nisipofanya kitu nitaolewa tu, unaniambia nini? But hii future ni tofauti. Our sisters in Gulf wanaweza kuambia hakuna kitu tamu kama kujitafutia pesa. Hela yako ni ya maana sana. Utaweza kujimanage, utaweza kuishi kwa raha na utaenjoy life. So kwa wale mmesubscribe kwa hii channel, nasema asante sana. Continue kushare na marafiki, kufanya nini. Leo nimeamua kukaa black is gold. Yeah. Napenda kumake jokes, napenda kuishi maisha free, na ndio maana niliamua kufungua page ndio niwe nikiongea na nyinyi sasa. Najua mshakuwa familia yangu na lazima tunashare experiences zetu. Kama uko hapo, maybe una feel, maybe kuna venye, wacha niwaambie, hata wasichana wenye mko kazini, maybe kuna kale ka time mko peke yako. Wacheni tuwafunze hao wasichana wenye wanakuja kazi Gulf, venye akina Waiguru wanafanya, akina Waiguru venye unafaa kuishi na wao, wazee wao venye mnafaa kuishi nao. Uko na the best experience. Si ile mnafunzwa Kenya, you have the best experience. Yeah? Wewe unafaa kumwambia mwenzako, unafaa kukaa hivi. Kuna wenye wajui benefit. Nenda Google benefit za msichana wa kazi. Ukimaliza contract wafaa kufanya nini? Unafaa kufanya mambo kazi masaa mangapi? Na ujue utakuwa a step ahead. Kwa sababu maybe kama anakumistreat, ukimwambia hivyo unamnyamazisha, but akiona kwamba hausomi rada, anasema huyu haelewi, huko haelewi chochote. But the best thing we can say ni kwamba tunaendelea fiti na kazi iko fiti huko, tunang'ang'ana. Kitu nzuri ni kuwa na afya nzuri. Kama uko na afya nzuri, nasema alhamdulillah. So nawatakia time poa, muendelee kusubscribe, kushare video zangu na tusaidiane. Na kama una any question, uliza hapo YouTube. Mimi niko na nyinyi, nitajibu chochote kile. So I wish you all the best. Please take care guys. Mtu ajichunge awezavyo, na hakuna kitu poa, by the way. Hakuna kitu kizuri kama afya yako. So don't let anyone joke around with your life. Hakuna kitu kizuri kama afya yako. Hata wenye tunafanya kazi kwa kampuni, tuko kwa hizi kampuni kwa sababu ya tuko hizi kwa kampuni kwa hizi kampuni kwa sababu ya afya yetu. Afya yako ikidhoofika leo, ukigonjeka nyumbani, peleka mashida zako huko.
So usijimalize na kazi. Try to control yourself. Hata kama overtime ni mingi aje, fanya kazi kiasi, yeah? Fanya kazi 12 hours. Kama overtime unalala kazini, kuna wenye unapata place yenye uko si busy, unaweza fanya maybe 16, but ukipata haulali, I think 12 ni fair enough kwako. Na venye mnasikia nikisema, ni vizuri unakaa ukiangalia opportunity. Wakati nitaweza ku-upgrade niende hiyo level nyingine, nikitoka hapa mkenya mwingine atakuja. So ukiangalia opportunity, maybe utapata au anafanya masaa kidogo but salary ni higher. So unaruka hapo. So unapunguza ile time ya kuwork sana. So ni vizuri maybe unaangalia naweza ruka wapi, tukueni wajanja, tusaidiane na mambo itakuwa fiti. So I wish you all the best, na nawatakia time poa. Msubscribe, mshare kwa hii channel, na mkumbuke kuenda kuangalia kazi zenye na post pale. Twende kazi Gulf na tuweze kuwa pamoja. Masalama baby.